Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania Eye TV, ichukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, utukabidhi a like, bonyeza alama ya like ili tusonge mbele pamoja. Karibu. Kilio kimeweza kutanda katika chama cha demokrasia na maendeleo hapa Tanzania kwa habari ambazo ni mbaya za kutetemesha ardhi ya Tanzania mzima kuachiliwa. Kuna wanaharakati wawili hapa Tanzania, mmoja anaitwa Maria Sarungi na mwingine anaitwa Hilda Newton, wameweza kufichua siri kwamba kuna mpango wa serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwandama makamu mwenyekiti bara ambaye anaitwa John Heche kupangiwa mabaya ili kuuliwa hadharani peupe. Sasa wameweza kufichua siri, kuna mpango wa kumuua John Heche, na mpango huu wanataka kuufanya hivi. Kulingana na wanaharakati hawa, wanataka wamkamate la kwanza John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa kitaifa bara. Watakapofaulu kumkamata, wamuweke ndani kwa sababu ya uhaini, kisha baadaye atauliwa. Kulingana na taarifa za ndani zinasema ya kwamba Heche anashtakiwa na uhaini kwa sababu aliweza kuanzisha mchakato hapa Tanzania kwa kusema ya kwamba free Tundu Lissu, mikutano ambayo amefanikiwa kuifanya, watu wanajaa, wengi wanasema ni uchochezi, wakati wanasema imefika wakati Tundu Lissu anastahili kuachiliwa. Unajua, ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu amekaa gerezani zaidi ya mwaka mmoja sasa, na kile ambacho walishtakiwa nacho ni uhaini, na kufikia sasa kesi hiyo haijakamilika. Uhaini ni kifo kulingana na sheria za mwaka 1977. Sasa wanataka kumpangia John Heche naye kushtakiwa kwa uhaini, kisha baadaye atauliwa kisiri. Kwa nini wanafanya hivi? Wanataka kuhakikisha kwamba wale viongozi ambao wako na uzito, viongozi wenye wako na nguvu katika chama cha Chadema, wote wamesafishwa, wote wameondolewa chamani, ili chama cha Chadema kiwe kimeishiwa nguvu, ili chama tawala CCM kitawale pasipokuwa na shida yoyote ambayo inaletwa na Chadema hapa Tanzania. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, chama kile ambacho kimetoa usumbufu mkubwa kwa Samia Suluhu Hassan ni chama cha Chadema. Chadema hakiogopi. Chadema kinatoa siri. Chadema kinatangaza hadharani. Chadema wanasema ya kwamba hili na hili haliwezekani. Chadema wanalaumu uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Hatujaona vyama vingine vikisema. Ndio maana sasa wanaofia wakiwa serikali na CCM yao kwamba Chadema ni tisho kubwa, na kukivunja ama kukimaliza Chadema ni kuhakikisha kwamba viongozi wao Tundu Lissu na John Heche wameuliwa ama wamefungwa milele, kama njia moja ya kupunguza nguvu zile ambazo wako nazo katika chama cha Chadema. Ikumbukwe ya kwamba walikuwa wanataka kukifuta chama cha Chadema hapa Tanzania kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Kisha baadaye wakatoa amri tatu kwamba John Heche ameanzisha uchochezi katika sehemu mbalimbali kwa kusema ya kwamba free Tundu Lissu, yani kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Amesema ya kwamba Samia Suluhu Hassan sio rais ambaye aliweza kuchaguliwa, ni rais ambaye aliweza kujichagua. Yani mbinu zote zinatumika ili kumnyamazisha John Heche katika taifa hili la Tanzania. Samia Suluhu Hassan kwa kusema ukweli hakuna hasira kubwa, kwa sababu aliweza kujichagua, hakuchaguliwa na yeyote. Yeye alijichagua yeye mwenyewe, akakaa Ikulu Dodoma, akakaa Ikulu Chamwino kwamba yeye ni rais. Lakini kumbukwe hata yeye anajua. Ndio maana sisi wa Tanzania hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho wake. Walifunga maafisa wa serikali kidogo ndio walifika pale, akaapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi, kumaanisha yeye mwenyewe anaelewa wa Tanzania wamemkataa.
Sasa anaelewa Chadema imemkataa. Sasa anaelewa nguvu za upinzani zinaendelea kuenea zaidi. Wanataka kumaliza Chadema kwa sababu waliweza kukanywa kupitia mahakama kwamba hawezi kukifuta chama cha Chadema. Sasa unatafuta mbinu ya kuangamiza viongozi wa Chadema kama njia moja ya kupunguza makali ya kisiasa ya Chadema, ili ikifika mwaka 2030 wafanye uchaguzi vile walifanya mwaka jana wa 2025, wafaulu kuingia Ikulu vile waliweza kufaulu kuingia Ikulu. Hata sisi tunashindwa, twende wapi? Mataifa mengine, Umoja wa Mataifa, Bunge la Ulaya, Marekani, Canada, Uswidi waliweza kutoa tangazo kwamba Samia Suluhu Hassan akubali akatae, lazima amwachilie huru kiongozi wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu kwa sababu hana makosa. Lakini huyu Samia Suluhu Hassan ameshupaza shingo, hataki kumwachilia Tundu Lissu. Ni kwa sababu ya uongozi wa kimla, ni kwa sababu ya uongozi wa kiudikteta ambao anaendesha hapa Tanzania, na kuna vibaraka vyake ambavyo wanatembea navyo, akiwemo aliyekuwa rais hapa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alistaafu, anastahili kwenda nyumbani apumzike. Ndio maana wanamfanyia madhambi. Hata Emmanuel Nchimbi ambaye sasa hivi ni makamu wa rais hazungumzi, haongei, hata akienda kwa mikutano hapewi fursa ya kuongea. Yaani ni kufanyiwa mabaya kwa sababu inasemekana ya kwamba anamezea mate kiti cha urais. Sasa wanataka kumzimia microphone asiongee sana kwa sababu atakuwa njia moja ya kujiuza kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo hiyo ndio mpango ipo, lakini John Heche ametangaza hawezi kutishika. Hakuna yeyote ambaye anamuogopa yeye, yuko na ujasiri mkubwa. Hamna yeyote ambaye anamtisha, na ataendelea kufanya siasa za Tanzania na kuhakikisha kwamba ametembea mitaa mbalimbali kuomba wananchi, kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu. Tundu Lissu yuko gerezani, na ikumbuko ya kwamba amepitia mengi. Yeye ni mgonjwa, anastahili kwenda kuangaliwa katika mataifa mengine vile alikuwa anaenda kuangaliwa baada ya kupigwa risasi mwaka 2017 chini ya uongozi wa aliyetutangulia mbele za haki John Pombe Magufuli. Akapigwa risasi sijui 16 zikatolewa, ingine kwa mwili bado haijatolewa. Amekaa gerezani, anasumbuka, anateseka. Yaani yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania sasa hivi hakuna yeyote ambaye anaweza kuelewa. Hayo ndio yanaendelea sasa hivi, lakini tunaendelea kusubiri na kufuatilia yale yote ambayo yanasemekana hapa na pale, na sisi tupo hapa kuhakikisha kwamba tunafichua siri zote ambazo zinaendelea hapa Tanzania. Ikiwa hauja subscribe, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Asanteni sana, tukutane baadaye kwa kada nyingine. Bye bye.